kubwa 4 za Max, tukikwambia jimaxishe. Tayari filamu 3 zipo kwenye Azam TV Max app, ambayo ukidownload kwenye Google Play Store ama App Store utapata burudani hizo kiganjani kwako popote pale ulipo. Sasa filamu ya 4 Jenina hapo kesho ndipo ambapo tutaanza kuitazama kwa gharama ya shilingi 2,000 tu kupitia Azam Max app. Kipekee kabisa. Tunaye mmoja wa watu muhimu sana kwenye filamu ya Jenina. Karibu sana. Asante sana. Unaweza ukatuambia ni nani ndani ya Jenina? Kwenye filamu ya Jenina nimevaa kofia 3. Kwanza ni producer wa Jenina, lakini ya pili nimehusika katika uandishi wa story, na ya 3 nimecheza pia mudani kama mhusika mkuu msaidizi. Ndio maana nikasema mmoja wa watu muhimu. Kwa kofia hizo 3 ni watu muhimu. Kwanza kwenye uandishi, alafu kuproduce, mtozi tunasema kwa Kiswahili. Yes. Sasa nje ni drama za Msigwa. Na pia ni ndani mle kwenye nimecheza kama nani? Kwa maana ya jina kule ile Ivan. Kama Ivan. Yes. Sasa ukishasikia majina Ivan, hamna visa vya mapenzi majina. Hivi Jenina kwa nini kaamua kuikana familia yake, mume, mtoto? Yaani kaamua kukana. Jenina nini kimemfanya akane? Huyo Jenina, sababu iliyopelekea mwanamke kuikana ile familia ni kutokana na ile shauku aliyokuwa nayo ya kutaka kutimiza ndoto. Ila wana mitindo. Tupo kwenye generation ambayo kila mtu ana kusudi lake maalum ambalo anahisi ndio Mungu amemtuma kuja kulifanya hapa duniani. Sasa shauku yake inapoibuka kutaka kufanya ile kutimiza ile ndoto yake, ndio anaamua kufanya chochote kile ambacho kiko mbele yake kusudi atimize ile kusudi yake. Usimalize uhondo. Usi ukaanza kutusimulia tuna 2000 Yes. Ili tuje kuzitumia, lakini unaweza ukaizungumzia Jenina ni filamu ya aina gani kiujumla? Imebeba ujumbe gani? Lengo kabisa la kufanya filamu ya Jenina ilikuwa ni kuleta elimu katika jamii, hususan madhara ama faida ambazo wanaweza wakazipata pale wanapoamua kupambania ndoto zao. Kwa hiyo tunaenda kuonyesha jamii ni njia zipi ambazo wanatakiwa waweze kuzipita katika kutimiza malengo yao. Wapo watu ambao wanataka kutimiza ndoto zao, ni haki mtu kutimiza ndoto yake ya kufikia malengo yake, lakini wapo wale ambao wanapita katika njia zisizokuwa za haki. Kwa kupitia Jenina tutaenda kuonyesha ni namna gani watu wanaweza kwenda kutimiza ndoto zao without breaking others down, lakini wale ambao wanaenda kutimiza ndoto kwa kupita njia ambazo sio sahihi. Kwa hiyo watu wataenda kujifunza, watapata burudani, na filamu ya Jenina haitakuwa tu burudani, watapata tu burudani bali watapata na elimu pia ndani yake. Okay. Kwa hiyo asiofie kwenda kulipia kwa sababu sasa Balkis, nafikiri tuone kionjo, kwa sababu nimeshamuona tayari Ivan kwenye moja kati ya kionjo kwenye filamu hiyo. Mama, mwanao unapitia maumivu makali sana. inaonyesha ana na mwanaume mwingine nje. Yaani ufanye udhinifu, nikuchekee. Ni wapi nimemsaliti mwanao? Hem, nionyeshe. Nionyeshe. Huyu ana amekuwa kama samaki tu ambaye amesusia chambo. Smart boy. Hakikisha hizi picha za wote nazipata haraka iwezekanavyo. Unakoelekea ni kubaya zaidi. Ana, kwani nimekuzuia kufanya unachokipenda? Warembo. I think tutazungumza hotelini. Hapa tumepata mali. Yeah, professor. Basi mpeleke hata mkoa mwingine. Ni afadhali ukasitisha mpango wako. Kwa hapa umeshinda. Na unajua kwamba mimi sishindwi kitu chochote. Mtu yoyote aliyeamua kuthamini kipawa changu, niko tayari kushirikiana naye. Ana ni pesa, ni fedha. Ana atatuingizia pesa nyingi sana. Wewe ni mke wangu na haendi kokote. Kokote kule mumpeleke mke wangu. Hii itakuletea shida. Sina mume wala mtoto. Malengo yangu ni muhimu sana kwa sasa. Umejifunza nini? Umesoma kitabu gani leo? Shilingi 2,000 tu. Yes. Inakupa uhondo huu ambao uko ndani ya filamu ya Jenina. Characters, wahusika ambao wapo ndani ya filamu hii,
wamebeba uhusika wao, wametendea haki nafasi zao kwa kiasi gani? Kwa kila msanii ambaye amecheza kwenye hii project ya Jenina, kila mmoja amefikisha ujumbe kwa asilimia 100 naweza nikasema, kwa sababu kila unayemuona alifikisha ujumbe aliweza kupita na script kama ilivyokuwa na labda na kuongeza tu ubunifu wao, lakini wamedeliver kile kitu ambacho sisi mimi kama producer nilikuwa natamani kukiona. Kwa hiyo hata mashabiki watakavyokuwa wanaona, wanaenda kupata ile elimu kupitia kile ambacho wao wasanii wameenda kukifanya. Kwa asilimia 100 wamefanya vizuri sana. Sawa. Jenina inaonekana na muonekano mzuri. Yes. Angavu. Mmezingatia ubora kwa kiasi gani? Ni filamu ambayo tumejitahidi sana kuwekeza. Tulifanya maandalizi mazuri sana katika kuwekeza muda, lakini pia kuboresha ubora wa picha. Tulizingatia production nzuri ambazo zikafanya mtazamaji anapoona ile kusudi letu ambalo ile hadithi yetu ikaweze kumfikia, siweze kupata tabu yoyote katika sauti ama kutazama picha. Kwa hiyo tulizingatia kufanya kazi na production ambazo ni bora ili ziweze kumfikia shabiki kwa ubora ambao tunautaka. Yes. Mpaka sasa hivi mwamko upoje pengine kuhusiana na filamu hii kwa watazamaji ambao mnawakusudia? Nadhani ndio filamu ambayo inasubiriwa kwa hamu kubwa sana. Hii ni finali. Kwenye Kubwa Nne za Moto ni filamu ambayo kwanza Tanzania na dunia inakwenda kushuhudia kilele cha Kubwa Nne on Azam Max. Kwa ni filamu ambayo inaenda kufunga ile dimba la Kubwa Nne za Moto kwa mwezi huu hapa. Kwa ni filamu ambayo inasubiriwa kwa hamu sana, napokea simu nyingi. Mwamko ni mkubwa sana kwa watu wanaingia pale, wanataka wameshatazama zile zingine, sasa wanataka kuona inakwenda kufunga inafunga vipi. Kwa hiyo mwitikio ni mkubwa sana. Mimi nawashukuru sana mashabiki. Wanatupigia simu sio ndani tu ya Tanzania, hata nje huko, kwa sababu sasa hivi kupitia Azam Max mtu anaweza kaiona kupitia simu, kupitia laptop, popote alipo duniani. Kwa hiyo mwamko ni mkubwa sana. Mimi 2000 yangu mnayo, sio tu moja, Yes. Kila wiki 2000 nitakuwa natoa, kwa sababu mimi kwa ukubwa wa hii kazi, na sisi wa Tanzania tunapaswa kuwa namba 1 kusapoti kazi zetu, na mmepiga hatua, mnafanya kwa ubora sana. Mimi nitaweka na kutolea nikiweka 2200 2100 hata bora ukalipia kwa dola. Uwepo wa platform ya Azam Max kwenu producers wa filamu hapa nchini, unaonaje? Naweza nikasema kwamba uwepo wa Azam Max imekuja ni kama nyota ya jaa. Na kazi ya nyota ya jaa ni kufukuza giza na kuleta nuru. Kwa hiyo kwenye tasnia yetu imekuja kutuletea nuru, kwa sababu mwamko utakuwa ni mkubwa. Wengi tulikuwa tunatamani kufanya kazi ziwafikie mashabiki nje ya mipaka. Kwa hiyo kupitia Azam Max tuna hakika kwamba filamu zetu zinaweza kuwafikia mashabiki wetu waliopo ndani na nje, yani popote walipo duniani. Kwa hiyo kwetu sisi itaenda kuongeza hamasa na italeta ushindani zaidi katika kufanya kazi bora zaidi. Ni kama jukwaa mama katika tasnia yetu, imekuja kama mkombozi. Yes. Azam Max, zungumza sasa na mashabiki ambao mpaka sasa hawaja download Azam Max, watashindwa kuitazama Jenina. Yes. Waelezee mashabiki wao. Kuna vitu vya kukosa, lakini sio kukosa kuitazama filamu ya Jenina, kwa sababu pale hauendi kupata tu burudani, unaenda kupata pia na elimu kwenye masuala ya kutimiza malengo. Sasa hivi binadamu wengi tumekuwa tunaishi katika malengo yenye maono. Kwa hiyo sasa ili uweze kufikia yale malengo ni lazima uzijue njia ambazo unatakiwa kuweza kupita. Kwa hiyo wasikose kutazama filamu ya Jenina, kwa sababu hawataishia tu kupata burudani, bali wataenda kupata pia na elimu. Yes. Sawa. Wakati tunaitambulisha The Green Tanzanite, niliahidi kuwalipia watu 5 ambao watanifuata kwenye ukurasa wangu wa Instagram DM haraka tu, na nikawalipia. Wakuja watu 20. Watu 20. Wow, safi. Sasa kesho Jenina kwa uzalendo najua watu 10. Wow, sasa mimi nitawalipia watu 10. Njoo kwenye Balkis Njuki, DM ni DM, unataka kuitazama Jenina, nitakulipia. Nitumie kabisa namba yako ya Azam Pesa, moja kwa moja mimi nitakulipia kupitia Azam Pesa. Nitalipia watu 10 waitazame Jenina. Kwani unataka na Ivan alipia hata 2? Hata 10 nitalipia hata 100. Shilingi 2000 hela chips kavu. Maana mimi nimelisha tu chips kavu wiki nzima kaka. Kuangalia Jenina. Karibu sana na hongereni kwa kazi nzuri. Nashukuru sana, Mwenyezi Mungu awabariki, azidi kuwaweka Azam TV, kwa sababu
uwepo wa Azam Max inaonyesha ni imani, inaonyesha ni namna gani mna imani kwa kazi za ndani na juhudi ambazo zinawekwa kwenye tasnia yetu ya filamu. Kwa hiyo Mungu azidi kuwaweka na mzidi kutusupport zaidi, tuzidi kuwa kimbilio lenu. Yes. Kabisa, tuko pamoja damdam milele. Asante sana. Lazima tuendelee kushirikiana kuhakikisha gurudumu linafika. Basi usiache kutazama filamu hiyo, moja kati ya filamu ambayo ina mvuto mkubwa, story yake ni ya kuvutia. Basi utaishuhudia kwenye Azam Max kupitia Play Store ama App Store, kote huko ukipakua application yako, basi burudani na kwa kiganjani, haijalishi upo eneo gani.